Mtakumbuka kwamba tarehe 29 mwezi wa 10 tulikuwa na uchaguzi mkuu katika taifa letu. Na uchaguzi ule kampeni zilikwenda vizuri, tukafika siku ya kupiga kura, na kama anavyosema Mheshimiwa Rais mwenyewe, kwa mshangao, na sisi wa Tanzania mkiwemo na ninyi, kwa mshangao mkubwa, yalitokea ambayo hatukuyatarajia. Zilitokea vurugu siku ile ya uchaguzi, vurugu zilizosababisha uvunjifu wa amani, na zikaenda mbele zikasababisha vifo kwa Watanzania, na hasa vijana waliojitokeza kwenye vurugu zile. Lakini zilisababisha uharibifu wa mali za umma na mali binafsi za Watanzania wenzetu. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilichukua hatua katika kudhibiti jambo hili. Na katika kudhibiti huko kulisababisha watu kukamatwa na wakafikishwa mbele za vyombo vyetu vya sheria, na wengine wakafikishwa mahakamani katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Kufuatia hilo, sisi sote tumemsikia Mheshimiwa Rais kama kiongozi, kama mzazi, kama mlezi, kama mfariji mkuu, miongoni mwa sifa mbalimbali alizonazo kama rais wa nchi yetu, ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kwamba vinachuja kulingana na uzito wa kosa ambalo watuhumiwa wameshiriki hadi kukamatwa, na waachiwe huru. Sisi kama wazazi, sisi Umoja wa Wazazi Tanzania wenye dhamana ya malezi, tumelipokea hili kwa mtazamo chanya, na tunampongeza Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kwa hatua hii ambayo ameichukua. Ameichukua kama mama, ameichukua kama mlezi, lakini kubwa hapa kuna lugha, nikitumia hii lugha kwamba with a motherly heart, kwa moyo wa kimama, kuhakikisha kwamba analitibu taifa, na hasa kwa vijana wetu. Isingekuwa rahisi sana kama asingekuwa na utu, kama asingekuwa na ungwana, uliona hili kwamba kupitia msemo wa Kiafrika kwamba mtoto akinyea mkono, mkono huo usafishwa na haukatwi. Hicho ndicho Mheshimiwa Rais amekizingatia na kuamua kutoa msamaha huo. Kadhalika, sisi wazazi wa Tanzania tunatoa wito kwa vijana wetu, Watanzania wenzetu, kuacha tabia za kufuata mikumbo na hatimaye kuhatarisha amani yetu. Kama alivyosema Mheshimiwa Rais, nchi hii ni yetu sote, tutaijenga sote kwa pamoja, na hivyo lazima tuenzi amani na utulivu katika nchi yetu. Fursa hii pia na niungane na Mheshimiwa Rais kutoa pole kwa Watanzania, kwa wazazi wenzetu ambao kwa namna moja au nyingine kupitia vurugu hizi
familia zimeguswa kama alivyosema Mheshimiwa Rais. Yeye ameonyesha kwamba ndiye mfariji mkuu, na kweli ametufariji, na ni mzazi namba moja kwenye nchi hii, na kwa kweli ameonyesha hilo. Kwa hiyo nitumie fursa hii na mimi kuongeza sauti ya pole kwa hayo yaliyotokea nchini kwetu, lakini tubaki na neno tu, sijui kwa Kiswahili tutalisemaje, tubaki na neno kwamba never again.